Ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Kuhusu rangi, na sehemu kubwa ya rangi imezungumzia kuhusu kwenye nyumba na vitu vingine, lakini kuna sisi ambao graphics tunadili na kuprint t-shirt. Je, Colorpaint wana rangi kwa ajili ya kuprint t-shirt? Swali zuri, na kwenda kwenye ujasiriamali kidogo. Samahani, nitakuja hapa mbele na angalia mikono. Inua kwa okay, kari. Naomba upitishe. Asante. Mimi naitwa Ernest Ambali. Ni mwandishi wa habari tangu miaka 50 iliyopita. Nimefanya kazi katika vyombo mbalimbali. Nikamalizia TRA. Lakini sasa ninachotaka kusema ni hivi. Colorpaint nimekuwa nao, nimewaona tangu nianze uandishi wa habari 1965. Kwa kweli ni kampuni ambayo ilikuwa naona kwenye jina tu Colorpaint, na nimetumia Colorpaint. Lakini swala gumu, hii ni curtain raiser function ambayo inastahili mngetutengenezea press release kuonyesha historia tangu mwanzo mpaka sasa hivi, iwe in permanent form. Lakini kuzungumza basi hivi haitoshi. Hii ni very important occasion, mnajitambulisha rasmi. Na mimi tangu nianze uandishi wa habari sijai kuhudhuria function ya Colorpaint kama leo, na sikujua. Nimekuja patini kuja pombe huko, nikamwambia kuna Colorpaint, basi nikaja. Lakini mngekuwa na press release kuwapa waandishi wa habari wakaandike vizuri sana. Asante. Tumpige makofi mkongo wetu mwandishi au vipi? Safi kabisa, anachukua mikono zaidi. Tuna take note ya kila kitu ambacho kinazungumzwa, si ndio? Naitwa Ray Drizi, natokea Top Class Online TV, na swali langu lilikuwa linaenda kwa Diamond Platnumz. Tungependa kujua wewe ni brand ambassador mpya, hongera kwa hilo, lakini pia tulikuwa tunataka kujua ni mkataba wa miaka mingapi ambao utakuwa nao na Colorpaint? Okay, tuna swali lingine kutoka hapa chini, naomba kaangulie. Asante. Mimi naitwa Freddy Mbembela, natokea Passion FM. Ili swali litabase sana kwa Diamond sababu kuna kitu kimoja kazungumzia, kwa maana kaangalia sana upande anaotokea, kwa maana maeneo ya Tandale. Lakini ukiangalia wewe ni mwanamuziki ambaye unapendwa na watu wengi tofauti na Watandale. Pengine kuhusiana na yeye umesema kupaka rangi, maeneo mengine pengine unafikiriaje ukiachana na Tandale ambako ulikotokea? Ngoja nirudishe kidogo katika meza kuu au vipi baadhi ya maswali. Tuanze nawe Diamond, yale ambayo unahisi yanakuhusu wewe, wengine wanaweza kusaidia kufanya kazi. Kuhusiana na muda kwenye press release tutawapatia, tutaangalia vizuri. Lakini pia Tandale tunaanzia tu, lakini tuende na sehemu zingine. Unajua lazima uanze nyumbani. Umeelewa? Na ukiwa haujapeleka sawa nyumbani kwako, hata sehemu nyingine ukienda utaenda kinafiki. Tutaanza kidogo pale Tandale, tutatoka na sehemu nyingine kama ulivyosamini mwanamuziki na wanaonisupport na watu wengi wa sehemu tofauti. Na kwa nini labda tusema tu kuanza pale licha kwamba tu ni nyumbani, lakini kwa mujibu wa jina lake lilivyokaa na watu walivyochukulia na uhalisia wa ukweli, unahitaji rangi, tusidanganyane. Kwa pale Colorpaint na inatakiwa ihusike sana pale. Kuna baadhi ya sehemu baada hapo tutaenda pia na sehemu zingine, tutawatangazia sehemu tofauti kwa sababu wote ni watu, kwanza wote ni wateja wetu, kesho wateja wetu pia ni watu ambao wanatusupport, na tunapenda kiwe kitu kisionekane cha uongo, kionekane ni mfano wa kweli. Mtu akipita kwa bana ndio ile pale ile, licha kwamba kila mtu anaifahamu. Na kiuhalisia rangi ndio kila kitu. Rangi kwenye mavazi ukivaa ukipatia vizuri unakuwa umependeza.
rangi nyumba wewe hata ukiweka kitu chochote, lakini kama kija kwa kina rangi nzuri watu hawezi kupenda. Kwa rangi ni kila kitu. Kama nilivyosema, inawezekana isiishie tu Dar es Salaam, kwa sababu hii bidhaa ni kubwa na inapendwa na kutumika na watu sehemu tofauti tofauti. So tutagusa maeneo tofauti tofauti, tutakuwa tunawaambia kama sasa tunaenda sehemu fulani na watu wataambia utaratibu sahihi, tunafanya hivi na hivi na hivi na hivi, tunakuja huko basi tunakupambia na tunasherehekea. Na Lusajo, naomba nikuruhusu. Kuna watu wasijasiriamali wanataka kujua kama unaweza kutumia rangi hizi kwenye fulana kwa mfano. Ya, tunashukuru sana. Kwa kweli kwa wakati huu hatuna rangi za kuprintia kwenye t-shirts au kwenye printing, lakini tumelichukua hilo kama changamoto na tutalifanyia kazi kuleta matokeo chanya kwenu. Karibuni sana. Okay, yote kwenye jopo anataka kuongezea chochote kile? Hapana, tunarudi kwa audience tena kwa mwingine tena sio. Alright, naona mkono kule, naona mikono miwili. Ngoja nianze na aliye karibu nami na kuona kule kaka vipi. Na hapa tatu na kuona. Kwa jina naitwa Mbaraka kutoka TST Online TV. Ningependa kuuliza labda kuna watu ambao hawajui au hawajai kuisikia hii Coral Paint, na kupitia Diamond Platnumz wangependa kuwa labda wakala wa hizi rangi zenu. Labda kuna taratibu gani ambazo mmeziandaa ili watu hao wavutiwe ili wawe wakala wa rangi hizi? Asante. Diamond pia kuna swala la mkataba na muda wake. Nadhani swali kwa imetoka pale chini, utalitafakari pia. Hello, mimi ni Abdulaziz Shomari kutoka TZ Time Online TV na nina swali kwako wewe. Diamond Platnumz ni mmoja kati ya wasanii ambao wanapenda kutoa fursa kwa vijana wengine ama ajira kwa ujumla. Tumeona Diamond akiwa katika matangazo mengi sana. Kila brand anakuwa yeye brand ambassador wa vitu vingi sana, mwana Pepsi, vitu vingi sana na hapa. Wewe kwa upande wako katika swala la kutoa fursa kwa vijana wengine, una kitu gani cha kufanya ili kuweza kufanya hata familia yako na WCB, wasanii wengine kina Rayvanny pamoja na wasanii wote Tanzania kuweza kupata brands na kuzidi kujipatia riziki wao kama wao? Lakini swali la pili, unamanage vipi kufanya kazi ama kuwa brand ambassador wa media wa vitu vingi sana tofauti Pepsi na vitu vingine? Lakini swali lingine la kizushi ni kwamba wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao wanafuatiliwa sana na wanapendwa. Umepata familia mpya sasa hivi. Vipi kuhusiana na rangi ambayo wewe unaipenda? Utapaka rangi gani katika nyumba ambayo unaishi labda na mtoto wako? Lakini swali kubwa ambalo sidhani ambao watu wengi wamekuja sana kuhusiana na siku leo ni kuhusiana na wewe pamoja na mpenzi wako. Sidhani kama utanijibu sahihi, lakini napenda sana kujua kwa swali. Nimekunyang'anya microphone. Na unajua kwa nini nimekunyang'anya microphone, si ndio Aya, subiri Diamond kidogo. Hebu itulize hiyo kidogo. Habari, naitwa Ellen Manyangu, natokea TVE na FM. Swali langu litaenda kwa Lusajo. Mnasherehekea miaka 30 ya mafanikio makubwa nchini Tanzania. Ningependa kufahamu mpaka sasa mna viwanda vingapi nchini na mmekuwa mkichangia kiasi gani pato la taifa na ajira mnazozitoa kwa Watanzania ili kuwezesha sera ya serikali ya awamu ya 5 ya Tanzania ya viwanda? Ngoja turudi jukwani kwa sababu maswali yanaweza yakasaulika au vipi. Kwa hiyo Lusajo, naomba uanze wewe kwanza kwa sababu hilo limekuhusu wewe. Alafu kisha baada hapo tutarejea kwa mkuu. Lusajo, tuzungumze. Asante sana. Umeuliza tuna viwanda vingapi kwa Tanzania. Ninachoweza kusema tuna depot 4. Tuna Arusha, Moshi, Mwanza na Dodoma, ambazo na pamoja na Mbeya zipo 5 pamoja na Mbeya kwa Tanzania. Umeuliza katika swala la ajira. Kama Insignia Limited au Coral Paint imetoa mchango mkubwa sana katika utoaji wa ajira kwa vijana au kwa wananchi wa Tanzania. Nikiwa kama mimi mmoja wapo ambaye nilitoka fresh from school, lakini Coral Paint ikanikubali na nikajumuika kuwa mwanafamilia wao. Lakini vile pia Coral Paint kila mwaka inatoa nafasi za ajira na zinaajiri watu mbalimbali kwa vitengo mbalimbali kulingana na fani aliyosomea mtu mhusika. Mbali na hivyo, kama tunavyojua kwamba
tupo kwenye Tanzania ya viwanda au Tanzania ambayo iko katika kujiendeleza kiuchumi. Pia mimi kama mimi ninakatwa kodi na pia na kiwanda changu pia kipo vizuri katika swala la kulipa kodi ya taifa. Kwa hiyo hayo yote yanafanyika na mimi nitakuwa nimekujibu swali lako. Tuzungumzie wakala. Kuna swali moja lilikuwa limetoka kuhusiana na habari ya wakala. Kampuni yetu taratibu ambazo ni nzuri sana kwa mawakala au kwa watu wetu ambao wanatamani kuwa mawakala wetu. Inaweza ikawa ni ndani ya nchi au ni nje ya nchi. Kuna taratibu ambazo zinakuwa ni rafiki na ni nzuri sana kwa yeyote ambaye anahitaji kuwa wakala. Na nafikiri kwa yeyote ambaye yuko tayari kuwa wakala au anatamani kuwa wakala, anaweza akatembelea ofisi zetu ambazo ziko Chang'ombe, Mbozi Road kwa maelekezo zaidi. Asante sana. Okay, nashukuru Diamond. Nadhani tunaweza tukarudi kwako sasa ukamilishe. Kweli. Kwanza kabisa mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ni bahati, ni baraka zake pia kuwa kuna wasanii wengi, lakini nikabahatika mimi kuwa ni balozi wa bidhaa tofauti. Kwa sababu naamini licha tu ya kwamba na uwezo mzuri wa kufikisha ujumbe, naweza kumshawishi mtu na kumwambia mtu kama hichi chenyewe, lakini pia baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini pia sifanye tu na kila kampuni. Yaani mimi mtu fanya ambaye sio kwa sababu eti wewe unataka tufanye kazi yako tufanye bana. Lazima bidhaa iwe bora kweli, kampuni iwe sahihi, iwe inatoa bidhaa yenye quality kweli, kwa sababu siwezi kutoka hapa mimi nikaenda mbele ya umma nikwambia achukue hichi kitu kikawa sio chenyewe, itanaribia mimi. Kwa hiyo kwanza ni mchaguzi wa bidhaa iliyokuwa sahihi. Kama hapa color paint, uwezi kutaja rangi bila lazima utaje color paint. Watu wengine hawajui rangi. Bana naweza kupata color paint nyekundu hapo, ndio inatajwa hivyo juu mtaani. Hakuna rangi. Kwa kuchagua bidhaa zilizokuwa sahihi. Lakini Mwenyezi Mungu anibariki na team na management iliyokuwa nzuri, ambayo inanipangia kila kitu kwa muda wake. Kama muda huu utakiwa ufanye tangazo hili, muda huu utakiwa uzungumzie hichi, muda huu utakiwa ufanye hichi, ambacho inanisaidia kwenye kila makampuni na wafanya kazi inaweza kudeliver kinachotakikana kuwa sahihi. Na kwa swali lako lingine unauliza vipi, uliuliza kuhusiana na wasanii pia. Wasanii, unajua kila kitu kinakuwa kinaenda kwa taratibu. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, mwaka jana tulikuwa wako tayari kama timu ilikuwa iko tayari kuanza kupokea baadhi ya vitu kama hivyo kwa wasanii wetu. Kwa mwaka huu ndio imeanza kupokea, na mtu kama Rayvanny, mtu kama Mbosso soon mtawasikia kwa sababu wanakuwa na mabalozi wa vitu tofauti. Na kama nilivyosema mwanzo, sisi hatufanye tu kwa sababu ni balozi, hapana. Lazima kiwe kitu kilichokuwa sahihi katika jamii, kwa sababu sisi mashabiki wanatupenda, wanatuamini. Tunaposema hichi mchenyewe lazima kiwe chenyewe kweli. Kwa ina maana muda si mrefu pia utasikia na kuna vitu vyao ambavyo watakuwa nayo wamefanya wanaviendorse. Lakini kikubwa pia tuwashukuru nyinyi waandishi na mashabiki, kwa sababu kwa support mnaotupa na imani mliokuwa nao kwetu sisi ndio inafanya mpaka leo tuweze kufanya hivi vitu. Na nitoe pia ombi kwa wasanii tofauti na celebrities, zinapokuja nafasi kama hizi tuzitumie vizuri, tusiwa disappoint ya watu. Kwa sababu tukiwa disappoint tunabomoa industry nzima na kuonekana kubwa wasanii hawana maana. Na kuhusiana na kwenye nyumba yangu mimi, nafikiri muda si mrefu utaona rangi gani pale zimepigwa. Utaona chaguo langu utaliona. Muda si mrefu utaona bwana rangi hizi bwana ndio Simba kapaka nyumbani kwake. Naam. Safi kabisa. Naomba nichukue mikono miwili mingine niangalie ukumbi kwa eneo. Okay. 1 2. Haya, fresh. Okay, dada msibaki nyuma 3. Asante sana kwa nafasi hii. Naomba nimuulize Diamond kwa sababu ni mtu wa watu. Awali yote naitwa Pasco Kadushi kutoka PK Online TV. Kama shabiki, asilimia kubwa wengi ni wafuasi wako wengi sana na wanakuamini sana. Na hata hii brand utapoingiza sokoni ni kongwe, lakini kuna bei zilizopo awali zilikuwepo. Je, kwa sababu ya brand yako kubwa, huenda wateja wategemee bei kuwa kubwa zaidi, ama kutakuwa na bei punguzo kwa sababu ya nafasi yako uliyokuwa nayo? Labda sasa kulingana na nafasi yako uliyokuwa nayo, jina kubwa Simba, basi wananzengo huko wanatazama sasa hivi, huenda wategemee bei kubwa kwa sababu Diamond ni wa thamani, basi inaweza kawa thamani zaidi na bei ikawa ya thamani zaidi. Asante.
Kwa jina naitwa Cecilia Jeremia aka Ceci Mwasi Kitoko, natokea Uhuru FM na Uhuru Digital. Swali langu kwa mkurugenzi wa kampuni, nilikuwa najua tarehe 8 tunaenda kuadhimisha siku ya wanawake duniani, na siku hii kwamba ni mantiki sana katika taifa letu, na hususan katika swala hili la upakaji rangi. Tunajua wanawake ndio kila kitu, hasa katika matumizi ya nyumbani, kuweka nyumba nzuri na nini. Na kampuni mmewaangalia vipi hao wanawake katika kuadhimisha siku hii, na hata wao wakawa kipaumbele katika kutangaza rangi bora katika nchi yetu ya Tanzania? Na kwa Diamond pia swali langu ni kwamba tunafahamu kabisa wewe ni kipenzi cha wakina dada, na wakina dada wengi wanatumia rangi mbalimbali katika uvaji wa mavazi yao na nini, na hasa hata huko katika majumbani kwao. Utawashawishi vipi ili waweze nao kuwa ni wapunge mkono kama balozi katika kuhakikisha kampuni hii inafika kule inapotakiwa? Na hongera sana katika wimbo wako wa Jeje pamoja na Gere kwa kutumia rangi nzuri. Kama unaweza swali kweli. Sasa hebu tujibu hilo tupata special hand. Ile la kuhusiana na bei, nafikiri kampuni mzungumzaji atazungumza, lakini hatuko kwa sababu ya kumkandamiza mtu. Sio kwa sababu eti ni Diamond basi sasa ndio kwa mtu, hapana. Tunachotaka sisi wa Tanzania wafurahie ubora wa kitu chao na wakipate sahihi, lakini sio kutaka kumkandamiza mtu. Nafikiri watazungumzia vizuri. Na ikija katika swala la pale, nashukuru kweli mimi napata support ya watu tofauti, na unajua uzuri wa kitu chenye kinachopendwa, yani kama mimi ninavyopendwa ndio Koropenti inavyopendwa. Kwa sio kitu cha kutaka kwenda kutumia nguvu kama nakwambia aje utabidi uchukue hii rangi. Yaani ni kitu ambacho kinapendwa na kiwango ukweli ndio uko hivyo. Kwa hiyo utaona tu mimi na system yangu na watu wangu ndio rangi tunazotumia, na utaona ukweli wake ndio uko hivyo. Hawezi kusema unataka kutumia nguvu kubwa kutaka kumconvince mtu kuombe uongo na kweli, kwa sababu ni kitu ambacho kiko wazi. Na wakina dada wenyewe vitu vizuri wanavijua bwana. Kwani nafikiri shikiwa fimbo kumpenda Diamond, walijua bwana huyu mtu hatari. Wanajua kabisa Koropenti hatari. Ndugu yangu Gabriel, ili usipitwe matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutizama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante.